Hapa ni kata ya Mlangarini ambapo leo hii wananchi zaidi ya 90 kutoka katika kitongoji cha Olomitu kata hii ya Mlangarini wamefanya maandamano kuelekea katika ofisi ya Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mlangarini, Mheshimiwa Mwalimu Emmanuel Francis Mrema kwa lengo la kuwasilisha kero chao cha muda mrefu, kero yao ya muda mrefu ambayo unahusiana na wao kunyang'anywa eneo lao wanaodai kuwa wamekuwa wakilimiliki kihalali, lakini eneo hilo limenyang'anywa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa muda mrefu, huku wakifuatilia haki zao bila kupata majawabu yanayoridhisha. Mheshimiwa diwani baada ya kuwapokea wananchi hawa aliwapeleka moja kwa moja katika ofisi yake na hatimaye kuongea nao katika ukumbi uliopo katika ofisi hiyo ya kata ya Mlangarini. Mheshimiwa diwani aliwasikiliza mmoja baada ya mwingine na kuahidi kuwa kero zao hizo atazifanyia kazi kwa kuwasilisha katika mamlaka husika na kwa pamoja kupata majibu ya kero hizo, kwani naamini kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali inayotenda haki, hivyo wananchi hao wasiwe na wasiwasi, kwani haki yao wataipata. Ofisi yenu hii hapa kata Mlangarini, na ndio ofisi ya Mheshimiwa diwani pia iko hapo. Basi kwa utulivu huu ambao mmeuonyesha, najua mna haki zenu ambazo mnazidai. Basi niwakaribishe twende tukae, tusikilizane, tusikilize malalamiko hayo, na kati yetu pia habari zetu hizi zitafika kwenye vyombo vingine, lakini tunakwenda kupanga pamoja namna gani ya kukamilisha hizi haki zetu ili tuweze kuzipata. Kama nilivyosema, mimi sina taarifa za ndani sana, na taarifa za juu tu kama labda wananchi wengine wa kawaida, na bahati mbaya kwenye ofisi yangu sijaona nyaraka ambayo imetoka kwenu kuhusiana na jambo lenu na hili swala lenu. Kwa hiyo naona ni vema kabisa kwamba tukae kwa muda fulani ili niweze kulifahamu, alafu nijue tutalitatua namna gani. Hivyo karibuni kwenye ofisi, basi tukae kwa utulivu na tuwasilishe hili jambo bila jazba, ingawa inaonekana limechukua muda mrefu na limewajengea hisia. Naomba tuliwasilishe kwa lugha ambayo inaeleweka, lugha tulivu, basi ili tuweze kulifuatilia katika nyanja zote. Tunaweza kulifuatilia katika nyanja ya kisheria, lakini pia tunafuatilia katika nyanja ya kiutawala. Kwa hiyo nawakaribisha sana, karibuni, tutakaa kwenye ukumbi ambao utaelekezwa na tutawasilisha mambo yetu ili tuweze kuyashughulikia. Karibuni sana sana. Kama tulivyokuja, hawa ni wananchi wa kitongoji cha Olomitu, kijiji cha Mlangarini, kata ya Mlangarini. Wananchi hawa wako wananchi 99 ambao maeneo yao yalichukuliwa kwa ajili ya matumizi ya Jeshi la Wananchi kwa zaidi ya miaka, wengine miaka 13, wengine miaka 5, wengine miaka 7. Kuna waliothaminiwa 2012, kuna waliothaminiwa 2016 na wengine 2023, lakini wote mpaka leo hawajalipwa fidia na wala hawajaambiwa watalipwa lini. Lakini baya zaidi, walithaminiwa wananchi wa pande mbili za mlima. Upande mmoja ulikuwa katika kata ya Moshono ambayo iko halmashauri ya jiji la Arusha, lakini wale wamegawanywa, wale wakalipwa fidia. Hawa wa kata ya Mlangarini hawajalipwa fidia, kitendo ambacho kinaonekana sio sawa. Ni kama wamebaguliwa na serikali yao, ni kama wamebaguliwa na taasisi hii ya jeshi. Kwa hiyo wamefuatilia kwa muda mrefu kwa namna walivyokuwa wanafanya, lakini hakukuwa na mafanikio. Hivyo leo nilipata wito kutoka kwa mmoja wa wananchi hawa kwamba wamekusanyika kwenye ofisi ya diwani, ofisi yangu, ili niweze kuwasikiliza, na ndiyo basi tumesikilizana hapa na kupeana maelekezo kama tulivyofanya. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, hicho ndio ambacho kimetuweka hapa. Eneo letu lililotwaliwa na Jeshi la Wananchi
Tunakumbuka tulianzisha grupu linaloitwa Haki Yetu, Haki Huzaa Amani, na tuna salamu yetu inayosema haki yetu, amani yetu, haki yetu, amani yetu. Kauli hii haina maana mbaya, inaonyesha wazi kwamba hatuna amani moyoni kwa sababu ya kusumbuka muda mrefu tukidai haki ambayo ni ya kwetu, na hii inatunyima amani. Tunaamini amani itakuja tukiipata haki hiyo. Basi tuko hapa kwa niaba ya wahanga 99 kutoka kitongoji cha Olomitu, kijiji cha Mlangarini, kata ya Mlangarini, ambao maeneo yetu yametwaliwa na jeshi la wananchi. Sakasaka hili lilianza toka mwaka 2015. 2015 baadaye serikali ilituacha tukaendelea, lakini likarudi tena mwaka 2019 na ikahitimishwa mwaka 2023, tukawa tumefikia hatua ya kulipwa fidia. Nafikiri kati ya mwanzoni mpaka mwezi wa pili tarehe za 20 watu walithaminiwa ardhi yao na vitu vilivyomo. Vingine vilienda vizuri, vingine havikwenda vizuri kwa kadri ya malalamiko ya watu, lakini utathmini huu ulifanyika mwezi wa pili mwaka 2023. Mpaka leo kisheria uthamini huu hauna maana tena, muda umepita. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunaomba kwamba tuachiwe tuendeleze maeneo yetu, kwa sababu kwa mtazamo wetu tunaona kwamba serikali au jeshi halina hitaji na eneo hilo. Mwanzoni walidai mita 100 na tuko mbali sana na mita 100 kutoka kileleni. Kwa hiyo tungeomba turuhusiwe, Mheshimiwa Diwani, kuendeleza maeneo yetu. Athari tunazozipata ni pamoja na kuzuiwa kuendeleza maeneo yetu, kuzuiwa kuyatumia maeneo yetu, hasa tukisumbuliwa na wanajeshi wenyewe, na pia tunakosa huduma za msingi, huduma ya maji, huduma ya umeme. Ukiomba huduma hizo huwezi kupewa, unaambiwa eneo hilo halipo kwenye eneo la huduma. Mwenyekiti wa kitongoji nilimwona na mtendaji wa kijiji, naona bado yuko huku nje huku, lakini na yeye nadhani alikuwa pamoja nasi na ndio aliyetupokea. Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Diwani, sisi tumeamua kuja mbele yako kama wananchi wako. Tuna imani, ndugu zanguni, huyo ndio rais wa kata ya Mlangarini. Huyu ndio rais wa kata ya Mlangarini. Nikisema hivyo namaanisha kwamba hii ndio serikali inayotulinda. Mheshimiwa Diwani, hili swala kama alivyoongea mwenyekiti wa leo ndugu Masawe limekuwa la muda mrefu. Alafu limekuwa ni swala la kama kuna ukirikimba fulani hivi wa kutotendewa haki. Tulipokupata diwani ambaye tunajua ni kidogo, kwa taarifa zako wewe huwezi kujua watu tunachokonoa. Huyu diwani wa sasa yukoje? Maana yule aliyepita hakuna hata siku moja alijoini na sisi kwenye matatizo yetu. Alikuwa hataki kabisa. Lakini wewe tukaambiwa huyu bwana ni mtu wa watu. Tukasema ngoja tujaribu, ngoja tumuombe. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tulivyoomba kukutana na wewe siku ya leo, ambayo ndio siku yako teule ya kukutana na kero za wananchi, ukakubali. Na kweli umekuja na sisi tupo, tunaomba uyapokee malalamiko yetu. Mheshimiwa Diwani, mimi niliyesimama mbele yako ni mwalimu mstaafu. Naitwa Mariam Godfrey Mwamakula. Kitu cha kusikitisha sana Mheshimiwa Diwani, maeneo yale tathmini tuliofanyiwa ni ya kutunyanyasa. Utasema sisi sio wa Tanzania bali ni watu wa kutoka Kongo. Kwa nini nasema hivyo? Wewe angalia, mimi lile eneo nimenunua kwa madalali. Nimekusanya watoto wangu, wale watoto wa mwalimu wale nimeteseka nao, tukajipiga tukakununua eneo kama lile. Tukajenga nyumba ya kifahari. Sawa, kwamba na sisi ile ya kumsema kwamba maskini ni nani? Maskini ni mwalimu. Nani anavaa kanga moja? Mke wa mwalimu. Nikasema hapana, hii imepitwa na wakati.
nikakopa. Unajua kuna watu ambao wanakopa mpaka ile kadi ya benki inashikwa, nami nilikuwa mmoja wapo, lakini nilikuwa na malengo ya kutengeneza nyumbani pa watoto wangu, kwamba niepuke ile dhana ya kwamba walimu tukistaafu hatuchukui muda mrefu tunakufa. Kwa nini tunakufa? Hatuna maisha. Mimi nikasema nikiwa na nyumba nzuri, watu walikuwa wanaulizana, hii nyumba ni ya nani? Ni ya nani? Ni ya mimi mwalimu, tena mwalimu wa primary school Orolieni, kijijini kabisa. Mbili, hatutaki mheshimiwa diwani, sisi ni Watanzania, tunaipenda nchi yetu, tunaheshimu viongozi wa nchi yetu, na ndio maana tumeanzia kwako ukiwa kama kiongozi wa ngazi ya mwanzo, na tuna heshima, hatuna vurugu, hatuna chochote. Tunachotaka ni haki yetu, maeneo yetu, tuwe huru na maeneo yetu, kwa sababu muda umepita. Maafande, hata leo kuna mwenzetu mmoja alikuwa kwenye shamba lake kule amelima, kafatwa, kaambiwa wewe kwa nini unalima? Jamani, ardhi hujanilipa serikali, na ile ni taasisi. Kitu kimoja ambacho wale wanangu hawaelewi, ile ni taasisi chini ya serikali. Serikali ndio mwenye mamlaka kwamba mimi nalipa taasisi hii, taasisi hii. Yule ni mtumishi ndani ya taasisi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mheshimiwa diwani, kilio chetu kwako ni hicho, usituangushe mheshimiwa. Sifa tulizopewa ili tudhibitishe ni za kweli, basi tutendee haki. Asanteni. Mimi pamoja na wahanga wenzangu tunakuja kwako diwani. Kilio chetu sisi ni kwamba sisi wananchi wengine, kuna waliofanyiwa valuation mwaka 2012. Tukiendelea kufuatilia majina yetu yaje yalipwe kama wale waliolipwa mwaka 2027 na ndani ya miaka 7. Hatukufanyiwa. Baada ya kufuatia majina yetu tukaambiwa hayo majina hayapo, tukaendelea kuvumilia. Tuliendelea kufuatilia kwa muda, hatukupata majibu yoyote. Baada walipokuja mwaka 2023 wakatufanyia valuation tena kwa pamoja. Kwa hiyo tumenyang'anywa maeneo ya mwanzo, hatuyatumii. Bado wamekuja kutunyang'anya tena sehemu za nyumba. Eneo ambalo unakuta eneo 10 kwa 25 wanasema milioni 4. Ukienda kugusa 10 kwa 25 kwa sasa hivi ni milioni 17. Mheshimiwa diwani, hapa yenyewe hatujui pa kwenda. Mtoto wangu hiyo eneo aliandikiwa yeye. Alifika wakati anapewa tathmini ya valuation yake, alilia, mtoto alilia, lakini watu wote wa halmashauri akiwepo Mgugure huyo kanali wa jeshi wakamwambia kama utaki kusaini kaa na utapata chochote. Mtoto wangu alisaini lile eneo akiwa analia. Amekusanya nguvu, amefanya kazi ya zege, ameleta mpaka bomba kwenye eneo lake, na kuna kinyumba kilikuwa pale wakakataa kumwandikia. Mtoto akaja akasainiwa. Hata hiyo valuation ningeileta hapa, imekatwa imefutwa, imekatwa imefutwa. Wakamwambia kama usaini acha, utaondoka mtupu. Mheshimiwa diwani, hapa tulipo sisi, mateso tunayekula ni Mungu anajua. Tulikuwa tunategemea tulime mashamba yetu, aidha mtoto amesoma amefaulu, tutoe hata kisehemu mtoto aende akasome. Hakuna. Mimi hapa nimekaa sijalima hiyo miaka yote kuanzia mwaka 2012 hiyo walivyokuja sasa. Walivyokuja hatukulima mashamba. Wakasema mashamba sasa hivi nyewe subirini tu fidia msiingie shambani. Mheshimiwa diwani, bado tunaendelea kukaa. Wamekuja maji yamepita na sisi watu ni wa shida ya maji. Mtaro ukapita kupita upande wa juu. Jeshi likaondoka likaenda likazuia ule mtaro. Hatutaki maji kwenye maeneo yetu na sisi tupo. Tumeendelea kusumbua wenyekiti wa kijiji. Nadhani hata sijui wameshindwa watufanyie nini. Tumeendelea kuwasumbua watu hapa. Tumekuja hapa kwenye ofisi ya kata kwa ajili ya malalamiko. Imefika mahali tumepigwa marufuku hata kufika hapa kudai haki zetu. Tumeshindwa kabisa hapa, tumekataliwa. Tumeshakuja hapa tukafatwa na jeshi la polisi. Wana mabomu. Tukaambiwa kama unajipenda sambaa, utaki kaa ule chuma. Tuliondoka, hakuna kilichoendelea. Tukaondoka mmoja kila mtu amepita alikopita. Mheshimiwa diwani, sisi tunachokuomba sisi, kwa jinsi tulivyokaa, valuation tulioandikiwa, hata tukipewa sasa hivi tunasubiri, yani tunapewa tu
tusubiri kufa, maana hatuna mahali tunakwenda, hakuna ardhi tutakaipata mbadala. Na tuliwaomba kama mmeamua kututoa, ardhi ya Malalua iko pale, ni ya serikali, tupeni sisi ile ardhi pale, mtupe na pesa za kujenga. Wakasema hilo tunalifikiria, wameondoka. Matokeo yake hakuna majibu, ndio sasa tunatakiwa tuondoke. Mashamba yetu wanaendelea wao kulima. Kuna sehemu mimi wameshanikuta huko shambani nikilima. Nalima hapa, maskini ya Mungu, mimi nalima na mkono. Wao wanalima, wanaleta vibarua wanalima. Mimi ninavyolima hapa na mkono, wanalima kule mbele yangu. Nikiwaambia wananiambia, mama, eneo hili ni la jeshi. Kwanza wewe nashangaa unatafuta nini huku? Mheshimiwa Diwani, tunaomba turudishiwe maeneo yetu, tuendeleze. Hatuna chochote tunachoendeleza. Choo imebomoka, hatuna maji, hatuna, tumebaki kama yatima zaidi ya yatima. Kero yangu ndio hiyo, Mheshimiwa Diwani. Amefika kutusikiliza. Kwa maisha yangu niliyokuwa hapa tukidai mafidia yetu, sijawahi kumuona diwani akiwa na sisi. Ila sasa kwamba kinachotusaidia si wananchi sasa hivi, tulisema tutafuatilia kisheria na kama anavyosema kiutawala. Kweli diwani atatusaidia kiutawala. Sasa kisheria mimi sijajua hapo, labda diwani baadaye atatusaidia. Kwa sababu mpaka sasa hivi kama huyu kijana alivyoongea hapa, mimi amenisikitisha. Mimi nadai, lakini kijana amenisikitisha. Wewe fikiria, askari anachukua mamlaka, anasema anamlinda mwananchi, kumbe anajilinda yeye mwenyewe. Anampiga mwananchi, anatoboa na bati lake. Hapana, lazima hatua kubwa ichukuliwe sasa hivi ya haraka ili kuokoa maisha ya huyu kijana. Pia niseme kwamba serikali mimi niliona kwamba haihitaji ile eneo letu. Kwa nini? Tulikuwa watu wawili tunaodai Mshono na sisi hapa Chekereni. Wakaona Mshono ni muhimu zaidi. Ina maana eneo la kwetu halina umuhimu kwao. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi tunataka waturejeshe maeneo, na hivi kwamba muda umeshaisha, warejeshe haya maeneo yetu, na wakirejesha maeneo yetu ina maana yatatusaidia, na kama watahitaji kweli warudi tena upya. Na mimi siko tofauti na wajumbe waliopita. Waturejeshe maeneo, wakitaka tena warejee upya. Lakini nataka zaidi kwamba sisi katika vikao vyetu tulikaa tukasema tunataka tupeleke hiki kitu sasa kwenye sheria. Hiki kitu kiende mahakamani ili kwamba tupate kupewa nini? Haki zetu. Maanake tumeona tumedai kwa kutulia sana, hawatusikii. Basi sasa tuende kwenye sheria. Na sisi wametupa fidia. Ni kitu gani kiliwafanya walipe Mshono alafu sisi tubaki? Na maana wahitaji eneo letu. Kwa hiyo ninachoomba tu ni kwamba turejeshwe eneo letu. Mheshimiwa Diwani, mimi ni katibu wa hiki kikundi. Naomba wewe mwenyewe pia ulishawahi kusema umesema ofisini Joseph Mole, na mimi ni muhanga pamoja na wananchi wenzangu. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani kwa siku ya leo kuja kutusikiliza, maana kwa kweli inasikitisha. Kwa kweli sisi tunateseka sana, yaani tukiongea hivi tunasikia uchungu. Na Mheshimiwa Diwani anapopeleka malalamiko yetu kwa siku ya leo, apeleke kwa uchungu, kwa sababu wengine wananyeshewa kwenye manyumba yao. Mvua ikija ni ya kwao, jua likija vumbi inatawala ndani, kwa sababu wameshasitishwa kuendelea na maendeleo yao. Kuna watu wapambanaji kama sisi, ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Ukipata 100,000 unaangalia nifanyaje, niweke matofali 10 au nizide hapa. Tumekuja kustopishiwa kuanzia mwaka 2023. Mpaka leo hatuoni mwelekeo. Mvua ikinyesha unaanza kuhamisha vitu, jamani, unapeleka huku, watoto unawahamisha huku, mnalala kwenye chumba kimoja, inasikitisha. Mimi nakaa na jirani yangu pale, hana choo. Mimi nakula harufu yote ya pale, hana choo. Kwa hiyo nikifika hata kipindi cha mvua hii, tunaombea Mungu ni kipindi hata cha mvua ikinyesha, unakuta saa zingine watoto wanachafua mazingira, wengine wanaweka mpaka kwenye mifuko, wanaturushia mpaka majirani huku. Ukizunguka unakutana na maji kwenye mifuko, ameturushia mpaka majirani. Sasa sisi tumeondoka, tumeenda makazini kwenye vibarua, tunakuja kukuta uchafu umezingira huko nyuma nyumba mpaka hapo mbele. Hakufai jamani. Yaani hapa tunaomba mtusaidie kabla hata mvua zijaanza, kwa sababu watu wanateseka. Mvua zikianza hapa tutaanza kuhangaika. Sababu mtu uweze ukakusanya kiela chako kidogo ukaweka, alafu baadaye unakuja kuambia hii hatuitambui. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu umeshatuambia kwamba umeshatuelekezea kwamba muda umeisha. Sisi tunahitaji maeneo yetu watuachie kwa sasa, kwa kweli. Ili na watupe hilo tamko tujue, ili kuanzia sasa hivi watu ambao manyumba yanaanguka waweze kurekebisha manyumba yao kabla ya mvua hii ijaanguka. Na watu ambao hawana machoo warekebishe choo, kwa sababu mvua zikianguka watu wataanza kupata mavipindupindu kwa ajili ya uchafu. Kwa hiyo kwa kweli Mheshimiwa utusaidie
na jibu lije kwa wakati, kwa muda muafaka, kabla mvua. Yani mvua ndio tunayoogopa sana, kwa sababu mvua ikija ikishuka na mauchafu yanavyoendelea, watu tunapata magonjwa, tuna watoto wadogo wanatembea wengine mashuleni. Kiukweli inasikitisha. Utusaidie ili tupate majibu kwa haraka. Kama watu ni kuwezeka nyumba yao vizuri waezeke, kama watu ni kurekebisha vyoo kwa ajili ya kipindi kinachokuja cha mvua, watu warekebishe vyoo vyao, wachimbe machemba, mazingira yakae safi. Tunakushukuru sana na tunawashukuru waandishi wa habari waliotutembelea siku ya leo. Karibuni tena. Kwa hilo niwape pole sana, lakini niwapongeze kwa ustaarabu ambao mnaendelea kuonyesha licha ya hali ngumu mnayopitia, licha ya kupoteza muda na fedha ambazo mlitegemea kwamba mngezipata, lakini mmeendelea kuwa watulivu. Kwa kweli nawapongezeni sana na nawashukuru kwa hilo. Niseme kwamba nafahamu matatizo ya kucheleweshewa fidia. Mimi ni mtaalamu wa ardhi, nimefundisha chuo kikuu ardhi kwa miaka 19, na moja ya eneo ambalo nimefundisha ni la usimamizi wa ardhi na uthamini, land management and valuation. Lakini nimefanya kazi nyingi za fidia, nimekutana na changamoto hizi. Sehemu nyingi watu wangefanya fujo, wangefanya maandamano, wangerudi kuvamia kwenye yale maeneo, lakini nyinyi kwa ustaarabu wa ajabu na wa kipekee mmekuwa watulivu. Kwa kweli mmekuwa wavumilivu. Hata leo kama nilivyotangulia kusema, mmekuja kwa ustaarabu mkubwa sana na ninawapongeza kwa hilo. Binafsi yangu niko pamoja na nyinyi na nitakuwa pamoja na nyinyi baada ya kusikiliza kero yenu kama mlivyoeleza. Basi nasema kwamba natamka kwamba tuko pamoja. Ninaamini serikali yetu inasikiliza. Serikali yetu inapenda sana haki na imekuwa hivyo muda mrefu. Kwa hiyo niwape moyo, hatutakwama. Kuanzia sasa hatutakwama. Niwape moyo. Naitambua vizuri taasisi yetu ya Jeshi la Wananchi. Ni taasisi nzuri, taasisi sikivu, taasisi inayowapenda wananchi wake. Ndio maana ni Jeshi la Wananchi. Hata kama kuna mmoja wawili ambao ni binafsi kwa namna yao, kwa tabia zao, lakini bado taasisi hii iko imara. Tunaamini kabisa, na mimi nina imani kubwa, tukifuatilia kwa pamoja tutasikilizwa. Sina imani na sijamsikia yeyote amesema kwamba wameambiwa hamtalipwa. Yupo? Kuna mmoja alikuja akasema hatalipa? Hapana. Maana yake malipo yetu ni haki yetu. Malipo yetu ni haki yetu. Jeshi kama jeshi halijatuambia kwamba litatulipa. Sasa ni kwenda kufuatilia. Naomba niwaeleze kwamba mazoezi haya ya kuchukua ardhi na kulipa fidia ni mazoezi yanaongozwa na sheria. Hayaongozi na matakwa ya mtu. Tuna kwanza katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaelekeza kila mtu ana haki ya kumiliki mali. Si ndio jamani? Kila mtu ana haki ya kumiliki mali. Lakini kila mtu ana haki ya kulipwa fidia stahiki pale mali yake inapochukuliwa, kifungu cha 24 cha katiba yetu. Na hiyo ndiyo sababu hata wao wenyewe walitambua hiyo na kuja kufanya uthamini ili ijulikane
mnalipwa nini? Kila mtu analipwa kwa haki yake, si ndio jamani? Lakini zaidi ya hapo, tuna sheria ya utoaji ardhi ya mwaka 1967. Ni sheria ya utoaji ardhi inayoelekeza taratibu za kuchukua ardhi ya mtu na namna ya kupata fidia na mpaka namna ya kulipa fidia. Sheria hiyo inaelekeza vizuri kabisa utaratibu wote na haki zote ambazo zinatakiwa zifanyiwe wakati wa utoaji ardhi na kulipa fidia. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, wananchi wangu wapendwa, mimi kiongozi wenu, tupo ndani ya sheria, tusiwe na wasiwasi. Madai yetu ni ya haki na tunastahili kulipwa. Tuna sheria nyingine ambayo ni sheria ya uthamini na usajili wa wathamini, hawa waliokuja kuhesabu mali zetu na kuzitengenezea thamani. Tuna sheria ya mwaka 2016. Hii sheria imeelekeza taratibu zote pia za uthamini kwa ajili ya kulipa fidia, kwa ajili ya kutoa ardhi na kulipa fidia, na iko wazi kwamba uthamini utafanyikaje, nani anastahili kufanya uthamini, atahusiana vipi na mwenye mali. Hatakiwi kukuzungumzia lugha mbaya, anatakiwa aje mthamini aliyesajiliwa, na anatakiwa kuchukua vipimo, kuchukua taarifa zote inavyostahili bila kumdharau mwananchi. Lakini tuna kanuni ya sheria hiyo ya 2016 ya uthamini na usajili wa wathamini. Tuna kanuni yake ya 2018 na yenyewe inaelekeza vizuri. Sasa sheria hii ya uthamini ya 2016 na kanuni yake ya 2018 inasema wazi, uthamini ukishafanyika ukapitishwa na mthamini mkuu, tuna mthamini mkuu ambaye yeye anasimamia uthamini wote Tanzania. Na ninafurahi hapa kwamba mthamini mkuu alishafanya kazi yake akamaliza, si ndio? Mwaka ule 2023 mwezi wa 7, mthamini mkuu aliidhinisha majedwali ya fidia ili muanze kulipwa fidia mara moja, na sheria inaelekeza ndani ya miezi 6 baada ya mthamini mkuu kuidhinisha inatakiwa fidia ilipwe. Fidia ilipwe. Ikizidi miezi 6 inaanza kulipwa na riba katika kiwango cha benki za biashara. Sasa uthamini ule umeshapita miaka miwili, si ndio? Mpaka 2025 mwezi wa 7 wa 8 uthamini ule umepita miaka miwili. Sheria hii inasema uthamini ukishapita miaka miwili unakufa, unafutika. Inabidi sasa yule anayetaka kutoa ardhi afanye uthamini upya, si ndio? Lakini tunasema tu kwa lugha nzuri, anahuisha ule uthamini kwa viwango vya soko la sasa, sio la wakati ule ambapo uthamini umekufa. Kwa hiyo mko sawa kabisa katika hilo. Sasa ni zaidi ya miezi 6 kuanzia uthamini ule umepitwa na wakati, hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa anayetaka kuchukua ardhi yetu, si ndio jamani? Hajatuambia chochote. Lakini kibaya zaidi, sheria inaelekeza, sheria ya mwaka 1967 ya utoaji ardhi inaelekeza mambo mawili. Kama uthamini au anayetaka kuchukua ardhi anabadilisha nia ya kuchukua ile ardhi, inabidi atutaarifu, si ndio? Hatutaarifu kwamba sina nia tena ya kuchukua ardhi yenu. Kukaa kimya miezi 6, tunahitaji tupate maelezo, si ndio? Tunahitaji maelezo, si ndio?
na sisi ni wastaarabu. Watanzania ni wastaarabu, na watu wa hapa Olomitu nimeona ni wastaarabu mno. Wengine wangeingia barabarani kufunga barabara, si ndio? Kwa sababu yuko kimya, fidia hajatulipa wala hajafanya chochote. Lakini sheria hiyo hiyo ya 1967 inazuia, kama hujalipwa fidia, usimzuie mtu kuendelea kutumia ardhi yake kujipatia maisha. Sheria hairuhusu kumzuia. Baada ya kufanya uthamini, ni kweli kwamba taratibu zinasema hakutakuwa na maendelezo mengine, tukitegemea kwamba baada ya miezi 6 tutalipwa fidia, tutaondoka, si ndio? Lakini haimzuii huyu mtu kutumia nyumba yake, kwa mfano kuingia ndani kwake kulala, haikuzuii kwenda kulima eneo lako mpaka utakapolipwa fidia, haikuzuii kwenda kuchuma maembe yako au kufanya chochote, kwa sababu sasa utaishije? Sijapenda kuuliza sasa hivi mnaishije, maana yake nitapata majibu mengi sana ya kuumiza zaidi. Kuna watu hapa nafikiri hata usingizi hampati. Januari hii matakiwa mlipe ada, unalipaje? Kwa hiyo haya yote ni machungu, lakini sheria ya mwaka 67 pia inaelekeza baada ya kulipwa fidia utapewa sio zaidi ya miezi 6. Sheria inasema umeshalipwa fidia unapewa miezi 6 ili uweze kuondoka kwenye eneo lako, uondolewe na mtutu. Sheria yetu haisemi hivyo. Sheria yetu haisemi hivyo. Kwa hiyo tuna maeneo mengi ambayo tunayaona kwamba sasa lazima tukayafuatilie. Lakini niseme kweli kwamba sijakuta kwenye faili la diwani wala kwenye ofisi ya diwani nyaraka yoyote ya malalamiko yenu. Kwa hiyo niseme ndio kwanza nimeyapokea, na niseme kwamba naomba sasa mnipe kamati ndogo ambayo tutafanya nayo kazi. Sawa ndugu zangu? Naomba kamati ndogo kutoka kwenu ambayo nitafanya nayo kazi, tutapeana majukumu, na ninasema ndani ya siku 14 au 21 tutawapa majibu ya kwanza. Na tunategemea tuwafikie wote, lakini pia kama nilivyodokeza tutafuatilia kiutawala, lakini pia haki zetu zinalindwa na sheria, si ndio? Lakini hata kisheria pia ikibidi tutazifuatilia. Kumbuka nimesema tuna sheria zaidi ya 5. Tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna sheria ya utoaji ardhi ya mwaka 1967, tuna sheria ya uthamini na usajili wa wathamini ya mwaka 2016, tuna sheria ya ardhi ya mwaka 1999, sheria ya vijiji na sheria ya ardhi, sheria mama ya ardhi. Lakini tuna sheria za utawala bora, tuna sheria za mazingira, tuna sheria za mipango miji, zote zinaelekeza haki ya kulipwa fidia. Kwa hiyo niwatoe hofu, ingawa malipo yetu yamechelewa, lakini tusivunjike moyo, tusikate tamaa. Tunaendelea kufuatilia, na tumesema tutafuatilia katika nyanja zote mbili, za kiutawala na pia za kisheria. Nimalize kwa kusema kwamba ofisi za serikali ni ofisi zenu, ni ofisi zetu. Hakuna binadamu wa kukuzuia katika nchi yetu Tanzania. Hakuna mtu mwenye haki, hakuna mtu mwenye mamlaka ya kumzuia mwananchi kwenda kwenye ofisi ya umma.
Sawa jamani? Mama alisema kwamba ameambiwa akifika hapa atakula cha moto. Hakuna cha moto wala cha barafu. Hakuna mtu atakaye kuonyesha cha moto wala cha barafu. Hapa ni ofisi yenu, ni ofisi yetu. Leteni mambo yetu ya maendeleo yanafanyiwa kazi. Hii ofisi haina ubaguzi, na kama ilivyo serikali yetu ni ya haki. Tuje kwa kufuata sheria, tuje kwa kufuata kama mlivyokuja leo kwa utulivu, mlivyoongozana na kuleta malalamiko na kuyafikisha kwa utulivu. Nimesema na wapongezeni mno kwa hilo. Basi niishie hapa kwa sasa. Kama kuna mengine naomba tujadiliane, alafu basi tukikamilisha tutengeneze ile kamati ambayo naomba nifanye nayo kazi, ili sasa tuanze kupiga hatua. Tunataka ndani ya muda mfupi, ndani ya miezi mitatu tu tupate majibu. Lakini niseme maeneo haya kwa sasa bado ni mali yetu. Hamna mwenye haki ya kukwambia lile sio eneo lako. Bado ni mali yenu, kwa sababu bado hamjalipwa fidia. Na taratibu hizo zitakapokamilika, basi haya maeneo yatakabidhiwa rasmi kwa hao ambao watakuwa wametulipa fidia na tumeridhika. Basi karibuni, kama kuna mengine, kama hakuna pia mnijulishe. Ndugu zangu wananchi, mmeziweka, na kama nilivyotangulia kusema, basi ninawaomba tutengeneze kamati ambayo nitafanya nayo kazi kwa karibu. Mtaona namna gani ya kutengeneza hiyo kamati. Naomba iwe kamati jumuishi ambayo ina uelewa mzuri wa kero yetu, na pia ninawaomba wale watakao kuwa kwenye kamati, basi muwe tayari kufanya hii kazi, na tuifanye kwa taratibu. Tunajua kwamba kama nilivyotangulia, taasisi yetu ya Jeshi la Wananchi ni taasisi imara, taasisi inayopenda sana haki, na ni taasisi yenye ufanisi mkubwa sana. Inaweza kuwa inaangushwa na watu wachache, lakini kwa kusikia kilio chetu, mimi naamini kabisa inakwenda kufanya kazi. Hii kamati ambayo mtaunda, tutashauriana namna ya kufanya katika nafasi zote mbili, kama nilivyosema, katika nafasi ya kiutawala, lakini pia katika nafasi ya kisheria. Nimesema zoezi hili la kisheria, na sheria hizi serikali inazifahamu, serikali inazilinda, na ndio hiyo ambayo itatumika kutulinda na sisi. Kwa hiyo niwaambie kwamba naomba tusiwe na wasiwasi. Ni jambo la ajabu kwamba mtu hujamlipa fidia, umemzuia kwenye eneo lake. Yaani ni sawa kama umemnyang'anya, umempora eneo lake. Alafu wewe unalima, unalitumia. Yeye anakufa njaa. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba taasisi yetu ya Jeshi la Wananchi itatusikiliza. Na ndani ya muda mfupi kama niliyosema, ndani ya siku 14 mpaka 21 tutaanza kupata majibu ya mwanzo. Na kwa hayo majibu ya mwanzo tutajua hatua gani za kufuata baada ya hapo. Kwa hiyo hii kamati yetu itakuwa ya moja kwa moja mpaka tutakapokamilisha jambo letu. Kwa hiyo niwape tumaini hilo, na muamini kwamba tunakwenda kufanya kazi kwa sababu ni haki zetu. Tutahakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri, na nyinyi muda wote basi mtoe ushirikiano. Kwa hiyo niwaombe mbaki hapa, mtengenezee hizo kamati, alafu mtaniletea pale ofisini, na mimi nitaanza kufanya nao kazi mara moja siku ya leo. Asanteni sana, nawapa pole kwa machungu mliopitia, lakini pia nawapa moyo. Serikali ipo na itatusaidia na itatusikiliza. Tusiwe na wasiwasi. Niwatakie siku njema. Mungu awabariki sana.